Nakujaje. Amepiga taa. Amepiga mataa bwana. Naweza ingia? Niingie? Nimeruhusiwa kuingia. Wow. Ladies and gentlemen. Noma sana hii bana. Mama yangu. Raha sana bana. Unajisi vipi? Niko sana kabisa. Kocha mwenyewe Osborn Monday anakaa hapa. Look at the seats man. Very nice, very nice. Wow, this is great. This is beautiful. Jamaa kikaa hapa anasikia raha sana bana. Oh wow, this is fantastic. Wow. The comfortability of the seats. Look at the the zulia carpet. Wow. Naona maneno. Very nice. Very nice. Sisi tunashuka. Woo. Yeah, guys. You don't need to talk back, man. The cameras. You don't need to talk back. No. Ukinisaidia itakuwa better. Anyway, okay, it's okay, no problem. No problem. I've seen the mnyama there called Torebo Bay. For the first time naenda kukutana nao moja kwa moja bana. Miamba hapa wakijaribu kupiga settings. Muhimu sana bana. Poka. Taramu sana iko hapo hivyo. Dalili za mvua ni mawingu, dalili za wivu ni nini? Poka haramu sana. Torebo Bay. Yeah, ladies and gentlemen, we are at Gusii, Gusii Stadium. Nitatumia simu. Gusii Stadium, and I'm going to be privileged to move near this new bus for transportation purposes. Shabana bus, unaona inatumika kwa usafiri. You see? Wameandika Emirata E4. Kwani hao watu ni wa Emirates, Arsenal kufa Yeah, so this is the bus. Wenyewe wanaandika hapo Torebo Bay. Maana yake ni sisi wale wabaya au vipi? Shaona bana. So kiangalia details. Hii ni ya nini bana? This one I think most probably in case gari imekwama mahali wanafungua hapa, they tie whatever it is kusaidia kupull. Unaona? Na ni KDX 200S compliant NTCA, unaona? Na hizo minute number plates mpaka na flag za Kenya. So the masters are the bodybuilders. Isuzu it is. Wow, this is beautiful man. MF 1241 iliendeshwa hapa na president himself Honorable Ruto. Emirata, unaona? The Emirates, labda alikuwa na ushawishi mkubwa, ni mfuasi wa Arsenal. So from the look of things, it's clear indication that it's for footballers. You see, footballers, talk of both men and female team, right? But specifically this for the male team. Migo ngapi? 10. Chassis yenyewe ni nzito mzee, unaona? Safiri kutoka kule ilikotoka mpaka hapa Kisii. This great, everything's brand new man. Kuna babaishaji, unaona rims. So the players themselves gonna enjoy traveling on this beautiful bus. Very nicely done, and the logo itself here. The name is Shabana FC. Shabana FC. Then team colors black, white, and red. But the notable
commodities here, the bananas. This is the land of matoke. Unaona, wanakuza ndizi kwa sana, ndio chakula kwa sana wanakula, apart from corns or maize for that matter, kwa maana unga wa sima and the rest. Established in 1982 by an Indian businessman called what is his name? Dong Khan. Khan. He's still alive, by the way. By the time we were almost being born, or after being born at that time. So Shabana FC Torebo Bay, very nicely done, very beautiful colors. You see red, white, these are bright colors. Zina shout. So in the area, the river, so in case of indicators at night, it helps a lot whenever he's on the highway or trying as much as possible to navigate. You see. Wow. And this one here is also very, very important to know the kind of tires you are using. So for those who understand anything to do with the vehicles and tire, yeah, these are the details here. Wow. Hizi za kufunikia tu. You see, everything is brand new, ladies and gentlemen. It's only 1 month old, So here is for the side mirror. I don't know what happened with this one here, but this one is what it is. So the wipers are here, very beautiful. The front view itself, nicely done. And upon arrival, watu walikimbilia, wakashabikia, wakafurahia this brand new bus. So it's gonna facilitate their movements across the country for football reasons or purposes for that matter. You see, very, very nicely done here. The name itself from afar, from a distance, gonna know that's Shabana FC model here. This is Isuzu. The two wipers, very, very strong. The double, see, double. So these are the things for helping it too, for the movement, right? Yeah, 2 of them there. And also the windscreen. This is the rubber here. Wow, this is nice, man. Yeah. Torebo Bay. Of course, they're gonna enjoy traveling, going to Kakamega, to Mumias, to Wanguru Stadium, to Nairobi, Kasarani, Nyayo, Ulinzi Sports Complex, to Mombasa, across the country for various reasons, right? Even to Meru during the Mozartbet or the FKF Cups and SportPesa Cup. So the number of these, I think the fog lights, if I'm not wrong, fog lights, there are 2, yeah, and the reflectors for the oncoming vehicles. It's very much easy to get noticed. And also this yellow line here is also acts like a reflector for the oncoming vehicles too. It's just to alert the oncoming vehicles that the vehicle in front of you is blah blah blah. Yeah, so these ones just are decorations. Mapambo to mapambo, unajua pia hizi vitu. Na ndio headlights. Very expensive as well. I want to believe so. So right now it's locked. I don't have access to it, maybe to enter so that we can feel the comfort, the comfortability, right? Yeah, the comfy the comfy seats. Wow, this is great. I love it. But from the photos we saw the other time, they're all over internet, we're gonna realize that it has been well done, assembled. Manufacturing is done elsewhere, but assembling is done in Kenya. So it's great work by Kenyans, right? Yeah, great work by Kenyans wherever they are. So these are the boots where
storage takes place. I think here is about maybe the fuel tank, but here this is the main door where they enter. Players on the technical bench, right? They enter through here. Yeah, here. But they store their stuff here whenever they're traveling. This is the area where they store their sports equipment. You see? Aha. So the number of players here, talk of Migiro, talk of Omondi, talk of the goalkeeper trainer Juma, David. Right now we have Osborne Mande as the coach, and Marco Ngwae, former player here, a camp coach right now. This team, since 1982, they've had legends in the game of football. Talk of Nyandoro, I think he's the late, Michael Koth. Talk of the famous one, Henry Motego. I watched him play for Kenya Breweries. But right now we've got the likes of Mazembe, James Mazembe. We've got Byron Otieno, the goalkeeper himself there doing his noble work. We've got what is his name, Imbali, right? Munyika, the defender. So they're there, ladies and gentlemen, great people. It's a good initiative. Efforts by the government, or the president for that matter, is supporting sports in this country. So all said and done, we are happy to see this kind of developments across the country. He has done to Moroni Youth also, I think so, and some other teams across the country. So this is the ground. Apparently it's supposed to be brought down. The entire structure is supposed to be brought down, and a new structure, somehow modern-like structure, erected. That is as part of the directives of the president himself upon handing over the commissioning of this vehicle, or this bus, to the team, the Shabana the Gusii community. Of course, Shabana is a community team or community club. So the entire structure will be brought down as part of the directives of the government, president himself, that they want to construct something that is somehow appealing and long-lasting. And because of that, his intention is to ensure that sports plays a very important role in terms of enhancing national cohesion across the country. Shabana kuna basi mpya mtu wangu. Basi bwana ni safi bwana. Ni muhimu sana kuwa na gari. Iko na leg space, iko na aircon, iko na you name it. This is good for sports. This is good for sports. It's good, right? Because wamekuwa na moja hapo imechakaa. Ilikuwa imecharara. Kuna aircon hiyo umezungumzia. Aircon, it's comfy for players, you know. Ni basi mzuri sana ya shughuli. Pia inarahisisha usafiri mzee. Usafiri, waelewa. Umecheza ball. Advantage ni kuna leg space. Unajua the more ki travel more, same inatoka ina Mombasa. Hizo ni over 700 kilometers. Utachoka mguu. Na by the time ufike pale ufike kwa pitch. Yes, try to loosen up, umechoka. Unaelewa? Yaani ball ni 90, ukifika dakika kama ya 70. Sasa mnaona na weather ya Mombasa. Hizo long distance hizo ni noma. So lazima kuna leg space fiti. Iko na wifi, mnaweza kuwa mnaangalia mtandao, mnaangalia, yani mko up to date. Na hata kitenye ku relax kulala. Recliner mtu wangu. Ingia ndani ya basi. Akipende shei. Mambo akipende shei. Ngoja nikuonyeshe ndani ya basi. Basi bado imefungwa, haijafunguliwa. Sasa si mimi ndo na key access. Okay. Kugusa. Kuelezea yani hakuna ile ati viro. Viro zile Yesu umepita wakati. Touch and go. You just press. Zoom kwanza basi uone. Tore bobe bwana mtu wangu. Yaani noma sana mtu wangu. Nani akuja aone Dogo Khan? Unajua Dogo Khan? Ndio mwanzilishi 1982. Ndio mwanzilishi. Anania kuja aone Mike
anaitwa nani? Origi. Michael Origi. Si alianza hapa kama goalkeeper alafu akawa top striker. Michael Koth. Hebu endeleeni. Unajisikia aje bwana kukuwa na hii gari mzee? Sasa hivi tunasikia tuko fiti. Tunashukuru. Klabu yetu tunaona inaendelea kuinuka polepole. Tunashukuru Mungu. So ilikuwa ni kwa faida ya wachezaji na hata mashabiki, mnapoona timu inasafiri mnasikia raha? Tunasikia tuko poa kabisa. Tore Bobe. Maana yake ndio nini sasa? Tore Bobe. Hiyo sasa ndio ni mbaya sasa. Ndio mbaya hiyo. Hiyo ndio mbaya sasa. Ndio tafsiri yake. Hiyo sasa. Wakati rais aliileta hapa, how was the feeling around the stadium? Ilikuwaje wakati? Ilikuwa furaha kubwa sana. Hiyo ni furaha ilikuwa hata haiwezi elezeka. Hata ukianza kuelezea ni ngumu kuelezea. Na sasa ina faida kwa timu ama wachezaji kuwa na motisha kupata matokeo chanya. Hii sasa ndio inachangia, hata unaona saa hii hata timu ukiangalia hata wanajituma, wanajua bado tuko na kitu mpya. Lazima pia hiyo morali pia lazima unakaa kitu umekaa, hata ukiwa ndani unakaa comfortable. Hiyo sasa. Sawa bwana. Asante sana. Tore Bobe. Noma sana. Ni mbaya. Sasa hiyo ndio mbaya Tore Bobe. Sasa naona hapa kuna ndizi. Unajua huku inajulikana kwa ndizi ama toke. Maana yake ni mbona mweke ndizi? Maana yake nimeona ni kama mchezaji. Huyu ni Mazembe ama nani amebeba? James Mazembe ama nani? Michira. M10. Ndio hiyo sasa. Kwa nini sasa ndizi hapo? Ndizi unajua sisi wa Kisii hii ndio inatutambua. Ukiona mali ndizi iko unajua hapo ndio wa Kisii wako. Utambulisho sasa wa jamii Yaba Gusii. Ndio hiyo. Tore Bobe. Nyinyi na Waganda mna tofauti matoke hii. Sasa Waganda walituiga sisi. Wakisema walitokea Uganda, sasa nyinyi mlikuja nayo huko bana. Hii ni mambo yetu hii. Okay. Hao wengine wanafuata mambo yetu. Wanaiga sasa. Wanaiga tu mambo yetu. There's a time hii gari ilikuwa inasafiri mnakwenda Mombasa wakati wa ODM 20. Wakeka Gor, Leopards, alafu ile nyingine watu kaanza kucheka. Wanasema mtoto ndio asipiwe baridi. Sasa hivi tunasema who is laughing now? Sasa hii hata Gor hawana kitu kama hii. Ni VIP. Hii ni VIP. Shabana Tore Bobe. Hii ndege hata igurumi. Hata sasa hivi venye hivi inaguruma lakini huwezi sikia. Hiyo mbwembe ndio nilitaka wa mtu yangu vipi? Yaje? Poa sana bana. Niko fiti bana. Naona umeingia bana. Nimeingia? Hapo washa bonyama. Raha sana bana mtu yangu. Mambo mazuri Sawa. Fiti bana. Sawa. Wow. You see? Ni mbaya. Ni mbaya hiyo. Inachoma. Hiyo ni ya kuchoma. Unajua last time tumekuwa kule Wanguru mkiwa. Tukiwa Wanguru na wewe. Na sasa hizi mambo ni mabadiliko, mambo ni tofauti bana. Mambo sasa hivi imebadilika. Sasa hivi tunatembelea ndege ya chini hiyo. Sasa safari itakuwa rahisi, alafu pia very comfortable. Very comfortable. Hata watu sisi kama madereva tukifika, unafika kama uko sawa, hakuna ile hali ya uchovu vile tu hapo kinyuma tulikuwa tuko na uchovu. Uko zile leg group pia hiyo space. Alafu umejua mambo ya tuseme rough road ama bumps ikifikia hiyo yetu nyingine ya kitambo ndogo ulikuwa unapata lazima uende polepole, lakini kwa hii mambo ya comfortability ya barabara iko sawa kabisa. Wow. Tunajipeleka vizuri. Kwa mnasikia raha? Raha tele. Ukumbusha jina? Kwa majina naitwa Frederick Evans.
Mko dereva wawili? Tuko dereva wawili. Huyo sasa ndio senior, mimi sasa ni junior wake. Kabisa. Safari ya Mombasa itakuwa rahisi sana. Nairobi, Kakamega. Tayari tushajipanga safari ya Mombasa. Tunaiona hiyo. Hiyo iko ndani. Sawa. Shukrani. Haya. Acha tuione sasa upande ule mwingine bana. Chuma hichi cha ni Mjapani ama Mchina? Japani. Na Mjapani bana. So gari yenyewe itakutoka sasa. Inakujaje? Amepiga taa. Amepiga mataa bwana. Naweza ingia? Niingie? Nimeruhusiwa kuingia. Wow. Ladies and gentlemen. Noma sana hii bana. Mama yangu hii. Raha sana bana. Unajisi vipi? Niko sana kabisa. Kwa ndani ya miaka 25 mtasikia raha sana na hili gari. Kabisa. Kabisa. Ajire. Mambo mazuri sana haya mzee. Mambo mazuri. Hapo ni Arsenal ba. Mnyama hii. Mnyama. Yeye ni mnyama hii. Yeye tunapishana na Arsenal. Sasa safari ya Mombasa, Kakamega, Nairobi itakuwa rahisi. Itakuwa rahisi na masaa machache. Masaa machache. Hii bana sasa hii ndio ile kamera. Naonyesha nyuma na mbele. Nyuma na mbele. Sasa siwezi gonga kitu. Yaani unajiposition mwenyewe vizuri kabisa. Mpaka wewe mwenyewe unasema tutam. Kazi nzuri. Wow, ladies and gentlemen, you see? Yes. This Shabana FC wakina Mazembe, kocha mwenyewe Osborne Monday anakaa hapa. Look at the seats, man. Very nice. Wow, this is great. This is beautiful. Jamaa kikaa hapa anasikia raha sana bana. Oh wow, this is fantastic. Wow. The comfortability of the seats. Look at the the Zulia carpet. Wow. Naona hiyo neno? Very nice. Unapiga kelele nini wewe? Very nice. Sisi tunashuka. Wasemaje? Basi mzee. Wacha nishuke bwana. Twende. Tore Bobe. Siku zote. Iko nini? Asante dere. Bwana. Haya. Iko nini? Unaje basi Tore Bobe hapo, elewa? Tore Bobe. Noma sana hiyo. You see they own it, When they own they own it, and then wanaipenda, uelewa? They love it, na wame-embrace, ni fit, wame-ifurahia. They appreciated it very nicely. Which is very, very important, because at the end of the day, yes. It's all about kurahisisha mwendo, safari za mbali na za karibu. Imagine traveling all the way from Kisii to Mombasa to Kakamega all the way to Nairobi. It's a hectic affair. Now you've seen even the leg room. That bus is very special. That bus is nice. Enter through it. Yes. Tore Bobe. Tore Bobe. This is a very good thing. Yes. For sportsmen. Yes. Yeah. Even for sportsmen. Yeah. It's very, very important. Yes.
Hii ni ofisi ya watu. Ukienda tunafurahia kwenda kazi. By the way, hiyo ni ofisi. Unaelewa? The comfortability in terms of traveling inakuwa ni key. Yaani mtu anajihisi ni kwamba iko kazini. Yes. Na hata kushinda a game, even little things like football kama basi ya traveling, it's very good because ya kupea players. Basi ikiwa pia imechoka inapea players fatigue. Mentally, hata mentally unachoka, unaelewa? You can't win the game. Watu wanauliza nini, unafanya mazoezi namna gani nini? Tore bobe siku zote. So hii ndio ilikuwa ile zamani. Ilikuwa basi ya kitambo. But it may serve the interest of the team and the but another thing that shows you ukifanya bidii dunia you get rewarded. Yes, utasonga. Unaelewa? Hao ngona alianzia kwa basi. From here to there. Yes. Bidii vi. But then it's a gradual growth. Yes. Wow. Hey, this one it has served them, man. This one it has really served them. Established in 1982. 1982. When some of us were almost being born. This is the OG bus. The OG. Yes. Paka umeng'oa number plate bado. There's no number plate. Mshang'oa number plate tayari. Inarudi jikoni. Wow. Sawa da. Great man. Remember to subscribe. Bwana legend anapozungumza anaongea mambo ya msingi. Lazima kujibonda kwanza bwana. Bana we. Noma sana. Karibu. Asante. Naona basi jipya lile nimepanda. Sijapanda FC Leopards, sijapanda Gor Mahia, lakini napewa nafasi bwana. Mbona itikadi nyingi kwa upande wa pili kule mzee? Basi ni kawaida. Ni kawaida. Na wanabahati wamepewa basi nzuri tena. Na unajua mpira ni siasa. Kupatia hatua kubwa kama Shabana Gor FC na unataka ukae pale kwenye power. Wapi kama hizi? Oh yes. And that's why Hussein Mohamed lazima pia kule na wengine. Ndio asiwe na wasiwasi kwa hizo hivi things kula sio neno. Kila mtu afanya kula. Lakini kula na msingi, waona? Na msingi. Na hii ya Hussein Mohamed hiyo ni hotel. Ni hotel. Watu wana njaa. Kina Kale wana njaa. Kina Shikanda wana njaa. Kina Mariga wana njaa. Sasa walizoeshwa kupatiwa hizi handouts, lakini za kuambia kitu moja, Muislamu apeani na kwa mpira itabidi ufungue mfuko upeane ndio uwe na watu pale wanapiga support, unaona? Sasa hapo itakuwaje sasa? Manake kama hatoi na jamaa pia wanataka kula, wajua umeweka pale with the reason kutoa itabidi tolewe, lakini sio kutolewa kiolela holela, unaona? What I'm saying is, Hussein is still new in office. He needs to read the mode of the people and the dynamics of this football. Yes. Hata kwa sawa, hata si ndogo ni hotel. Ni hotel. Wow. So basi hili ni jambo la maana sana, na in fact yataka iwe hivyo. Kila team Premier League wapate basi kama ya Shabana. Wow. Tuona mpira kiafanya nini kienda juu. Kesho kutwa Murang'a Seals wanapatiwa basi kama hii ya Shabana. Murang'a Seals. Na hiyo ni mwanzo ya kila kitu. We need all the teams in the Premier League to have such like facilities. Kama Europe. Yes. Let's advance our football. And let Hussein work. Let Hussein do that. Wow, you've been in football for a very long period of time. I've been coaching for the last 33 years. 33 years. I'm 65 years of age. I've seen it all. Shabana nye, I've coached Shabana. Wow. I was an assistant coach to Gilbert Selebwa. Oh, here? Yes. So Shabana is like home. You have the DNA of the team. Oh yes, I know Shabana. I know what the fans are all about. Crazy guys. They just need results. Nothing much. Wow. If you don't bring results, you with the coach, you are terminate your contract. You and the fans. They detach you. Wow. So I've been around. I'm now like I'm not tired. I'm just trying to do my last bit of it. But football is part of your life. If I eat football, I drink football, I think football. Everything is football to me. Remember your name? Kenneth Odera. You ever played football? I played football. I played for Reunion. I played football. I played for the school team. I played for the provincial team. I played for the provincial team Reunion. I played. I've played. My curriculum vitae talks volumes. So long. I don't even remember some. Some of the legends that were here many years ago. Bobby Ogola.
Played for Shabana? No, the legends. Kina Mutego, Kina Nyandoro. They did? Yeah, they did. Thanks a lot, man. Yes. Yeah, the legends played. Asante. Bosongo. I can see it's all about you're trying to fix the camera. Yes, sir. This is camera 3. camera 3. This camera 3 behind the post, and doing the setup. Be good. So what exactly do you focus on? Camera 3. For camera 3, this is for when they score. This is the best camera to take the best angle. The reaction. Yes, the reaction. Behind just a keeper. This is behind the post. Behind the goal Behind post. the goal post. Okay, Yes, I see. yes. So the movements, the reactions in totality. Yeah. Okay. The reaction of the fans. Yes, bana, I can see bana. Naona uwanja inamakiwa. Kuna let- 3, kuna 6, kuna 12, alafu kuna 18. Okay. 3 ni hapa ndani ya 6 kwa post hapo. Hiyo area ya goli unaona ni kama imeninini. Mchanga. Alafu hapo ndani ya 6. Muona 6 yard box. 6 yard box. Alafu kuna 18, alafu pale mbele kuna D. So goli akishika ball nje ya 18 inakuwa ni foul kuja pande ya timu Akishika yake. hiyo ni kadi. Akishika ni kadi. Akishika kama kadi ukusia. Yeah, hata red card unapewa. Na in case akae na ball hapa over 8 seconds, what do you do? Referee anadu nini? Hiyo ni indirect kick. Indirect kick. Yeah. So wall mnaekaje wall? Wall sasa hapo itakuwa ni Jaza goli. miguu tatu. Mnajaza Tatu. wote, mnasambaza kwa line. Ukapata point Mutego anapiga nduki, mzee wewe unaumia. Ball haijayo wa mtu wangu. Imeua, Ball haijayo imeumiza. wa mtu. Imeumiza ndio, lakini kuui. Ball ile kupasua. Weka wall hapa, mlale mpaka chini. Alafu unajua Naro ango ni acute, mtu hazi chip ball juu, hazi fanya nini. Lazima uwe steady sana. Steady sana. Ndio ufanye. Lazima uwe yani But the ground sasa inatakana, the quality of the ground unaona, inatakana wamwage changarao. But Kuzai ni area. hii kitu hata Europe ilifanyika. Niliona Arsenal waliteta juu ya ground ya Nyasi. nyasi ati ni thick sana. That's a different one because ile haibebi maji na pia haina matope kuna vile. Kuna tape ya ball. Kuna ball nyasi kikwa refu, ball haiwezi travel sana. Na mezoea zile uwanja carpet. Unajua kama Arsenal wamezoea carpet kwa England. So hata anashindwa sasa. Ilikuwa ni njama. Ama ilikuwa ni njama. Sijui hiyo. Ball na tricks. Ball na vitu mingi. Sawa. Natembea hapo kiasi kuangalia kupata ango zote inakwendaje. Niaje wase? Naona ni branding kabisa. Hali vipi bwana mtu yangu? Salama sana. So kazi vipi kuhusiana na game ya leo basi? Maandalizi haya. Kazi iko sawa. Tunajaribu kung'ang'ana tumalize. Ndio mko in charge ya branding Kabisa. Sawa bwana. Naona bwana umeweka vizuri onekane kwenye screen. Kabisa. Mozart. Mozart tumete? Hii ni Mozart. Noma sana bana. Ndio title sponsor. Ndio hapo sasa kabisa. Asante sana. Thanks a lot man. Yeah. So you see, branding is everything in terms of marketing the stuff. Without branding, tuwezi jua the sponsors. Sponsorship is key. So this ground should be something should be done about it, according to the president. You see, these are the things that proves to be disastrous. Termites, they're not supposed to be interfering with the quality of the playing surface. Naona, it's a very fertile land. Gusiland is a very fertile land, right? And that's why chemicals must also be applied. Chemicals must also be applied to ensure that the quality of the playing surface is top-notch to the advantage of the players. Wow. So this guy is marking the pitch. Marking Yes. Unapiga rangi sasa. Unapiga rangi. Kila mtu aone sehemu yake. Kwa 18. 18 yard box area. This is great man. Unatumia hiyo
Kamba. So sinajua ni baada ya muda tu itatolewa sasa. Hapa mngemwaga changarawe. Yeah? Ishamwagiwa. Inaletwa. Ay. Yeah, so a lot needs to be done. The quality of the playing surface is not good, honestly speaking. The playing surface is not good. Yeah. Ni matope kabisa, ni matope. You see? Ni matope. Hapa in case of rainfall, we are done. But the good thing is that something's gonna happen. Mwisho wa msimu huu tunaenda kuwa na, these are the patches. You see? Patches. Mwisho wa msimu huu utafungwa na ujengwe upya. And also aina ya mchanga ama udongo utakaotumika hapa is something worth talking about or talking of. No. The pitch condition is worse, to be honest. Ladies and gentlemen, the pitch condition is not good. Yeah. Hatari. Vipi? So, this pitch is not it's not in good condition. Nikisana kucheza Kotbiro. Kutaka kuona Kotbiro, this is the place to be. The Kotbiro grounds. Hapa kuna kuteleza kabisa. So hapa ni mounting or fixing of the net. Yeah, Rojo. Inakuwaje mtu yangu bana? Naona mna fix net bana. Tunaweka neti. Tunajiandaa kwa mechi. Tunayo. So kuna measurements ama mnaweka tu? Measurements ziko. O lazima. Joja nyona. So branding pia inaendelea. Serenge. Yeah, kaka vipi? Branding bwana, branding. Branding maridadi. Naona kuna mzaya hapa bwana. Kuna Ken Odera hapa. Ken Odera. Oh my. Yeah. That's my name. Branding hapo. Yes. Piga branding shamaliza. Just want to see this derby. Yes. It's a big derby, it's a knockout derby. Yeah. Knockout stage. So let the best guys take. What should the teams do for them to make it? Because knockout stage is not something... I mean, they ought to fight it out. The best team wins. Wow. The best prepared team will have to win. If you're not prepared, then too bad. It's unfortunate. It's going to be unfortunate for them. Oh, yes. Shabana is one of the oldest clubs in the Republic of Kenya with a massive following. They are, yes. But what you can see is the preparation. Question of being the oldest team in the whatever, that is immaterial. Football is football. Yes. It's not logic. You can see teams like BB coming from nowhere, from grassroots to somewhere. Yeah. So this one is an open game. That's why branding is happening. Branding has to take its time. Naona bana mpaka unakuja maji mtu yangu bana. Nakunywa maji manake weather hapa pia si mbaya. Maji pia ni uhai. Lazima kunywa maji ndio mwili uweze
kuimarika. Sasa tunaangalia uwanja utabomolewa, hatimaye wajenge upya, wamesema hivyo. So labda itakuwa na faida kubwa sana kwa sababu ukitembea hapa ni area ina maji, itakuwa na matope kidogo, lakini ikishaundwa sasa itakuwa level ya kimataifa. Nafikiri kitu ambacho rais wetu amefanya ni kitu ya maana sana, manake ana insist sana on sports fraternity to have good playing facilities, good fields, so that we can make good sportsmen and sportswomen. So this pitch, I understand that it's being closed for renovation for the next 9 months. Wow. So we hope that it will be much better than this now. Wow, this is great. There's a hope for the best, man. Hope for the best. Thank you, sports sir. Infrastructure is key. Sports infrastructure is key to success. To success. Yes. Asante sana. Wow. This is Bonga Boli Sports, ladies and gentlemen. Bonga Boli Sports, Bonga to Media and Habari 254. Naona uko kwenye kona kwenyewe sasa, unataka kupaka rangi mtu yangu. Niko kona kwenyewe. Ndio nataka kupaka rangi. So hii measurement wewe unaifanya peke yako bwana mtu yangu? Hii measurement tulipima. Sasa ukiangalia hapa kuna rangi, mali tunapitia juu. Okay. Already tulimesa malizia tu hiyo. So ni maji, ni rangi ya kupaka nyumba ama tu? Hii ni rangi, hata nikipaka hivi, hii ndio rangi original. Na sasa jinsi ya kuua hizi nini wadudu ambao na jenga kwenye uwanja mnafanyaje? Mnamwagia dawa ama vipi? Tunaimwagianga dawa, lakini na hayo pia ifika ripoti na pomoa. Lakini tunaweza cheza mechi ya mwisho. Hapa ndio mnacheza ya mwisho sasa. Jina nani bwana? Mimi naitwa Jairus Anyona. Anyona. Kulikuwa na mtu alikuwa George Anyona. Uliwahi msikia? Ndio sasa papi yangu. George Anyona kwa babu yako? Yule mwanasiasa? Mwanasiasa. Alikuwa kutoka Nyaribari wewe? Nyaribari chache. Nyaribari chache. Yeah. Ule alisaidia sana katika kupigania uhuru wa nchi hii kwa demokrasia. Yes. That's great man. Asante sana bana. Naona unatunza boma. Unatunza boma? Unaenda kupambana hivi. Okay. Ndio nitoe hapa sabuni, unga, mswaki na kadhalika na school fees. All the best man. Asante sana. Asante. So ndio mtaweka bendera hapa goal post. Okay. Asante. Now you see the guys there, the ultras. They are positioning themselves and placing the banners. You see, a lot of things happen behind the goal, behind the scenes. You see, so many things always happen behind the scenes. So here, these guys are doing their stuff. No. Red Castle, Red Ultras Castle. No masana bana mtunguliasi. Wakatikati achana nayo kwanza. Mike achana nayo kwanza. Katikati ni ya kurekebisha. So it's all about making it happen. So born red, I bleed red, love red. Hapa toki mtu. Yani ni mbaya yani. Ni mbaya. Kwa ufupi ni mbaya. Mbaya. Hapatoki mtu. Hapatoki mtu Vietnam. Oya. Noma sana Wao wamezoea hongo. Hapo Vietnam watajua hakuna kupewa hongo. Ni kubaya. Hakuna kubaya. Yeah, so you see they're doing their stuff there. Yeah. The dedicated fans here. They mean business. All the best, man, ladies and gentlemen, from Gusii Stadium in Kisii. This is Bonga Boli Sports in conjunction with Bonga to Media and Habari 254. Remember to subscribe on all our social media platforms: Facebook, YouTube, TikTok, Instagram, and the rest. Enjoy. Yeah, so it's all about fixing the goalpost net. Yeah. So naona hii bwana, this is the flag post ama corner post.
Torebo Bay. Oh, flag post. Yeah, so the boy mgongoni ameandika Messi. Wewe ushangae kuona jamaa akicheza national team. Inaanzaga tu hivi. Na kwenda Ulaya kule mzee. Yana chipukizi huyo hatari sana. Hatari sana. Hii kazi una uzoefu nayo sana bana. Umefanya kwa zaidi ya miaka 20 ngapi? Si miaka mingi. Kama ina hivi si mingi. Miaka 4. That's good. Unajua wakati so ni kujaribu kuweka net. Kazi kubwa ya net siku zote inasaidia mpira unapofungwa inaonekana, na mbali na kuonekana pia inasaidia mpira usiende mbali. Wajamaa wachukue ngoma waanze kucheza mara moja, unaona? Na si lazima, unajua kwa mujibu wa sheria sio lazima neti iwepo. Kwa mujibu wa sheria lazima hivi. Walirekebisha. Zamani ilikuwa si lazima. Lazima iwe neti. Lazima, hakuna mchezo na mpira inaweza chezwa bila neti. Kwa sababu wanasema bwana hiyo ikufungwa. Vita for nothing bwana. Mpira lazima iwe na neti. Inakuja. Kwa hiyo ni moja wapo wa sheria ambazo zipo. Lazima. Na hii neti hizi tega goalkeeper. Haiwezi. Kipa kuko ndani ndugu yangu. Unajua sababu kama unarudisha nje. Jamaa sasa wana fix goal post nest ama ni net. Na hizi chuma ndizo tumewa kukaza kidogo nyuma ya net. So wamesema kuna measurements. Bwana hiki kitaweza kuumiza bana baadaye. Kwa bahati mbaya. Haiwezi. So nasikia ndio game ya mwisho ya Mozartbet hapa, then uwanja ujengwe upya. Hiyo ni kulingana na ile tu maneno tu ya nini, but hatuko sure kama itakuwa ya mwisho ama bado governor bado atatuachia tuendelee kutumia. But imeanza kujengwa. Unaona hata ile mgomolewa huko. Ile ilikuwa tu sample ya kukaribisha rais. Unajua hapa Afrika lazima tuwe na uhakika bwana. Hapa. Ile kubomoa tu ni muda mfupi. Rais alituhakikishia in the next 9 months ground itakuwa ready. So hata last week walianza hapa kuja hapa kufanya survey wanafanya nini hapa wakarudi. So tuna matumaini kubwa sana kwamba hivi karibuni wataanza tu kujenga. Lakini uwanja umekuwa na manufaa makubwa sana bwana, kwa faida ya timu na mashabiki. Kwa kucheza nyumbani pia ni raha bwana. Sana. Cheza hapa home. Raha kubwa sana kwetu. Mashabiki wanatusukuma. Wachezaji.
Police Sacco. Police FC leo game nyingine hatari. Anasema nini?